arithmetic of powers. Naitwa Mwalimu Michael. Leo tutajifunza arithmetic of powers kwa sehemu. Kabla hatujaanza hiki kipindi, hapo chini kuna alama ya kengele, kuna alama ya subscribe na kuna alama ya like. Nitakuomba ubonyeze hizo alama kwa sababu kwa kufanya hivyo itakusaidia kipindi kijacho kinapokuwa kiko tayari hewani, basi utakuwa wa kwanza kupata notification ama taarifa. Sasa karibu darasani. Nimesema kwamba tutakwenda kuangalia arithmetic of powers kwenye kipindi hiki cha leo. Tunapozungumza arithmetic of powers, ni muhimu kwanza tukafahamu tunaposema neno arithmetic nini maana yake. Tunaposema neno powers nini maana yake. Tuwe tuna uelewa kwanza wa neno arithmetic inazungumzia nini, powers inazungumzia nini. Tukishakuwa na uelewa ya kinachozungumzwa kwenye arithmetic, kinachozungumzwa kwenye power, basi itakuwa ni rahisi sana kujifunza yaliyomo ndani ya arithmetic of powers. Tutaanza na powers. Tupate uelewa na ufahamu wa power, kwamba power ni nini. Yaani unaposema mtu akisema power in mathematics amemaanisha kitu gani? Ukishaelewa vizuri powers, utakuja kwenye nini? Arithmetic. Mtu anaposema arithmetic in mathematics anamaanisha nini? Alafu baada ya hapo sasa yale yaliyomo ndani yake itakuwa ni rahisi sana kujifunza. Tuanze na power. Kwamba power ni nini? Power ni nini? Kipindi kilichopita tulijifunza kuhusu power, lakini leo nitarudia kwa ufupi tu. Kama utakuwa umesahau, basi itakusaidia pia kukumbuka na kuwa na ufahamu ya kwamba tunapozungumza power tunazungumza nini. Tunapoendelea na hiki kipindi tusikuache nyuma. Tutaanza kwa mifano kwenye ile eneo la power. Tutaangalia mifano miwili ama mmoja ili kukupa uelewa kwamba power inamaanisha kitu gani. Mfano wa kwanza, umepewa namba 8. Baada ya kupewa namba 8 ukaambiwa this number 8 uiandike in exponential form. Write number 8 in exponential form. Tuliangalia pia kipindi kilichopita namna ya kuandika namba in exponential form. Mfano namba 8 in exponential form, tunachokifanya tunainyambulisha hii namba kwamba ni namba gani uzidishe na namba gani uzidishe na namba gani unapata namba 8. Ndio njia ya jinsi ya kuandika namba fulani in exponential form. Kwa namba 8 tunajua ni 2 times 2 times 2 equal to 8. How many 2s do we have? Tuna 2 ya kwanza, 2 ya pili, 2 ya tatu. Sasa in exponential form hizi 2 zote ni 2 hizi, ibara hizi ni base. Anyway, nataka niongee lugha rahisi itakufanya uelewe. Anyway, hizi ni 2. 2 ya kwanza iko hapa, 2 ya pili iko hapa, 2 ya tatu iko hapa. Kwa in exponential form tunachokifanya ni kwamba chukua 1 2, chukua 2 moja, alafu count number of 2 ziko ngapi. Kwa sababu hapa ziko 3, tunaandika juu yake hapa ngapi? 3. Kama hizi 2 zingekuwa 4, watu tungeandika 2 juu, tungeandika 4. Kama hizi 2 zingekuwa ziko 5, tungeandika hapa 2 au tunaandika 5. Ila kwa sababu hizi 2 zetu ziko 1 2 3, watu tunaandika hapa 2 alafu juu raised 3. Sasa hii 2 raised 3, 2 raised 3, hii ndio inaitwa power. Inaitwa nini? Power. Kwa ufupi ni kwamba ukipewa namba yoyote ya hesabu ukaambiwa iandike hiyo namba in exponential form, ukafanya hesabu zako ukamaliza, mwisho ukapata output ambayo ni hii in exponential form, kwa sababu the above here is exponent. Kwa ukafanya hesabu zako, ukafanya calculation zako, ukapata jibu la mwisho 2 raised 3. Hii ni exponential form.
Sasa 233 yote kwa ujumla wake, hii ndio inaitwa power. Nafikiri umeshanielewa. Kwa hiyo ni simple tu, unapewa namba fulani, ukipewa hiyo namba unainyambulisha, kisha nyambulisha iandike in a short form to read something that is power. Mfano wa pili, x raised n, x raised m, x raised y. Hizi zote zinaitwa powers. Kwa a certain number utakapoandika in exponent form au exponential form, hiyo inaitwa power. Nafikiri umeshapata picha ama umeshakumbuka ama umeshaelewa tunasema power tunamaanisha kitu gani. Sasa turudi kwenye arithmetic. Baada ya kujua power, turudi kwenye neno hili arithmetic, tujue lenyewe lina maana gani. Tukishafahamu maana arithmetic, basi tuendelee na hiyo hesabu yetu ama hiyo topic yetu ya leo. Arithmetic sio kitu ambacho ni kigeni sana katika masikio yako ama kitu ambacho unajua kukisikia kabisa. Tunapozungumza arithmetic in mathematics, tunazungumzia zile operations za hesabu. Operation za hesabu. Maths operation. Maths operation, ambazo hizi tunazungumzia multiplication, division, addition na subtraction, kwamba zile operations za hesabu tunazifahamu. Tunapozungumza kuzidisha, kugawanya, kujumlisha, kutoa, hizo ndio operation za nini? Za hesabu. Kwa arithmetic is nothing. Ukisema neno arithmetic in mathematics, maana unazungumzia moja kwa moja zile operation za hesabu, yani matendo ya hesabu, kujumlisha, kutoa, kugawanya, kuzidisha, hiyo ndio inaitwa arithmetic. Nafikiri umeshanielewa. Sasa ukija kwenye jina la topic yetu hapa kwamba ni arithmetic of powers. Arithmetic of powers. Pata ufahamu sasa. Power tumesema ni namba inayo katika mfumo wa xn, x, y, x, m, that is power. Wakati neno arithmetic kwamba hii inajumlisha ama inazungumzia zile maths operation, kwa maana multiplication, division, addition and subtraction. Hii ni nini? Arithmetic inazungumzia haya matendo ya hesabu, wakati powers inazungumzia namba inayokuwa ama imeandikwa in exponent form. Kwa sababu arithmetic of powers ni nini? Ni rahisi. Arithmetic of powers ni nini? Kama kumbe tunazungumzia namba ambazo zitakuwa in exponential form, ya tuzipeleke katika matendo haya ya hesabu. Umenielewa? Kama unazichukua hizi namba ambazo zipo in exponential form, uzipeleke katika matendo ya hesabu, aidha kuzidisha, kutoa, kujumlisha, kutoa. Nafikiri unanielewa. Inaeleweka kwamba arithmetic of powers, chukua hizo powers zote zipeleke katika ile matendo ya hesabu, kuzidisha, kugawanya, kujumlisha, kutoa. Kwa hiyo maana tunapozungumzia arithmetic of powers, maana tunachokwenda kukiangalia hapa ni haya matendo ya hesabu in form of powers. Kwa kujumlisha ni power, kutoa ni power, kuzidisha ni power, kugawanya ni power. Sasa tutaanza moja baada ya lingine. Sawa sawa. Tuangalie multiplication. Tuanze na multiplication. Multiplication. Multiplying powers. Tunafahamu
powers ni kitu gani. Kwa simply example, umepewa 5 raised 3. Hii 5 raised 3, hii 5 raised 3 is a power anyway, times 5 raised 4. Kwa this 5 raised 3 hii ni nini? Ni power. Na 5 raised 4 hii ni nini? Hii ni power. Wakati hii hapa multiplication symbol hii ni nini? Hii multiplication symbol hii ni tendo la hesabu la nini? La kuzidisha, multiplication power. Sasa kwenye swali letu ya multiplying power ambapo tumepewa 5 raised 3 times 5 raised 4, tuangalie sasa solution yake tunavyosolve hili swali. Solution: 5 raised 3 times 5 raised 4. Simple. How many 5 do you have here? 3 5. So 5 times 5 times 5, 3 5. But how many 5 do we have here? 4 5. Or simple. Make it 5 times 5 times 5 times 5, 4 5. Sasa tuzikaunti 5 zote ziko ngapi? Tuna 1 2 3 4 5 6 7. Hizi 5 ziko 7. Kwa tunachokifanya tunachukua 5 moja afu juu tunaandika idadi ya hizo 5 zetu. Kwa ni 5 raised 7. Ndio namna jinsi ya kufanya, na kwa sababu swali letu lipo kwenye exponential form, in exponential form, swali in exponential form, na tujaambiwa vinginevyo, kubaki na sisi pia jibu tunaleta katika nini? Katika exponential form. Nafikiri unaelewa hapo. Anyway, hivi ndio jinsi ya kulifanya hili swali, jinsi ya kufanya hili swali. Ila in multiplying power iko kanuni ambayo ni kanuni rahisi. Note. Ukiwa una multiply powers, power unazifahamu vizuri, ziangalie zile power zako. Jina kuandikia power kama moja hii hapo, 5 raised 3. Itakusaidia. Tuna multiply power hii yote, hii ni power, hii ni power, lakini hii chini hapa hii ni nini? Ni base. Hii base ni ya kuinoti, hii ndio tuinoti hii base. Na the above here, number 3 above, hii ni exponent, ni exponent. Sasa tunapo multiply power, always tunapo multiply power, angalia base. Kama base ni inaandika in English, kama bases are the same, bases are the same, then simple add the exponent.
bases ziko zinafanana, chukua exponent za hizo base uzijumlishe, add their exponents. Mfano 5 -3 times 5 raised 4. Tunachokiangalia hapa, first number base yake ni 5, second number base yake ni 5. Kwa base zake hizi ni same, base ya hapa na ya hapa ni sawa. Kwa mfano anatuambiaje kwamba endapo base zinafanana tuna add nini? Tuna add hizi exponent, tunaziadd hizi exponent. Kwa kinachofanyika hapa ni kwamba take 5, take the exponent and add them, equal to 5 raised 7. Very easy. Kwa kitu cha kuzingatia tunapokuwa tuna multiply powers, just look for the bases, their bases. Umepewa namba yoyote ama swali lolote la exponential, ukaambiwa multiply powers, ziko 2, ziko 3, ziko 4, hizo power ambazo umepewa, simply look for their bases. If bases are the same, just simply add their exponents. Nafikiri umenielewa. Baada ya mfano mwingine, umepewa maybe 80 raised 3 times 80 raised 7. Simple. Bases are the same, we add exponent. Take 80, the exponent 3 plus 7, hence go to 80 raised 10, or 80 exponent 10. Simple like that. Na mimi umenielewa vizuri mpaka kufikia hapo, lakini kitu cha kuzingatia ni kwamba ukipewa hesabu ya kumultiply powers na base zikawa the same, ngoja nichukue mfano huo ili unielewe tu vizuri. Base zikawa the same, please don't multiply their powers. 5 raised 3 times 5 raised 4 not equal by taking 5 3 times 4, ambayo utapata ni 5 12. This is not correct. Is not correct, but the correct way is by taking 5 raised 3 times 5 raised 4 equal to 5, add the exponent 3 plus 4 equal to 5 7. Hii ndio correct way. This is correct. Sawa. Sasa ninaamini umejifunza. Nimekukumbusha kuhusu powers ni kitu gani. Nimekuelekeza kuhusiana na arithmetic. Tunazungumzia nini kwenye arithmetic, kwamba ni matendo ya hesabu, kuzidisha, kugawanya, kutoa. Na leo tumeona multiplying power, tumezimultiply power. Na namna gani ya kumultiply power? Kwamba base zilikuwa zinafanana, basi chukua zile exponent zake unazijumlisha zile exponent. Kipindi kinachofuatia tutaangalia division ama division of powers. Ila kwa leo tuishie kwenye multiplying of powers. Sasa hesabu jinsi ilivyo, ili uweze kuwa mwanafunzi mzuri wa hesabu, baada ya kujifunza kama hivi, inapendeza ukafanya maswali. Ukafanya nini? Ukafanya maswali. Unapofanya maswali mengi zaidi, ndipo unapokuwa na uelewa mzuri sana wa hesabu. Ziko changamoto kukutana nazo, ukutana na changamoto, tafuta namna ya kuzitatua hizo changamoto. Haufahamu mwenyewe, muulize mwingine anayefahamu, muulize mwalimu wako. Ipende hesabu kwa namna hiyo.
mwisho wa siku utashangaa hesabu kwako sio tatizo na wala sio changamoto tena. Yako maswali ambayo nimeandaa maswali, nimeandaa na solution zake. Kama utakuwa unayahitaji, basi utawasiliana na mimi kwa namba zangu ambazo zinaonekana hapo. Tutawasiliana hapo, nitaona namna gani ambavyo ninakupatia hayo maswali ili pia yawe msaada kwako. Asante sana, usikose kipindi kijacho. Ipo tena chini hapo alama ya kengele, ipo alama ya subscribe na ipo alama ya kulike, na kukumbusha tena kwamba bonyeza hizo alama zote, maana kwa kufanya hivyo itakusaidia kipindi kijacho kinapokuwa kiko hewani, basi utakuwa wa kwanza kupata taarifa ama notification, ili uendelee kujifunza zaidi na zaidi. Asante sana, uwe na masomo mema.